Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na wakati huu tunakujuza mambo mengi yanayojiri huko ulimwenguni. Lakini tukielekea huko nchini Israel, inadaiwa kwamba hali si shwari na mamia ya wanajeshi nchini Israel wanakamatwa wakitoroka jeshini. Siku za hivi karibuni mamlaka nchini Israel imetangaza kwamba itaongeza jeshi la akiba kwa ajili ya mzingiro wa Gaza, lakini pia na kuhakikisha wanawaondosha kabisa wapiganaji wa Hamas waliopo katika ukanda wa Gaza. Lakini baada ya kuanzishwa kwa operesheni hiyo ya kuwaita wapiganaji kwa maana ya wanajeshi wa Israel kuwaunganisha katika jeshi la IDF, na ikumbukwe kwamba hawa ni wanajeshi wa akiba, imedaiwa kwamba wanajeshi hao wanaanza kutoroka jeshini, na ni kutokana na namna ambavyo wanadai kuchoshwa na mapigano katika Palestina, lakini pia namna ambavyo kumekuwa na mashambulizi kutoka kwa wapiganaji wa Kihuthi kutoka nchini Yemen. Wakati jeshi la utawala wa Israel likikaribia kusambaratika kutokana na uhaba wa wafanyakazi, wimbi la wanajeshi wa IDF wanaokwepa kuhudumia jeshi linazidi kuongezeka, hususan kutokana na hofu ya kutumwa kwa makombora mazito ya Wahuthi, lakini pia suala la kupelekwa huko katika ukanda wa Gaza kwa ajili ya mapambano zaidi dhidi ya wapiganaji wa Hamas. Shirika la habari la Fars limenukuu kutoka katika televisheni za nchini Israel zikifichua siku ya Jumanne kwamba tangu mwanzoni mwa mwaka huu wanajeshi 340 wa Israel wamekamatwa katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion wakitoroka na kuelekea nje ya nchi za Palestina zilizopachikwa jina bandia la Israel. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, 70 kati ya wanajeshi wa Israel waliotua mbaroni walijaribu kutoroka walipokuwa wakihudumu katika jeshi la Israel, na wengi wao walikuwa ni kutoka katika harakati na wengi ni wale kutoka katika kanisa la Orthodoksi maarufu kwa jina la Hared. Duru za Israel hazijafichua utambulisho wa wafungwa wengine, lakini zimeeleza kuwa jeshi la Israel linapanga kutekeleza mpango uitwao Mess for Deserters from Service kwa muda wa wiki moja ili kuhakikisha wanajeshi wote waliotoroka wanarejea jeshini au wanapewa adhabu kali jela. Duru hizo zimeripoti kuwa mpango huo kwa sasa unajadiliwa kati ya maafisa wa jeshi, unatarajiwa kutekelezwa katika siku za hivi karibuni. Baada ya kuzuka kwa vita katika ukanda wa Gaza mnamo Oktoba 7 mwaka 2023, jeshi la Israel limekumbwa na changamoto kubwa ya uhaba wa wafanyakazi na ongezeko la wanajeshi wanaotoroka. Kuitwa jeshini vikosi vya akiba ili vishiriki katika vita vya Gaza kumeweka shinikizo kubwa mno kwa jeshi la utawala huo, na imesababisha wanajeshi wengi kuasi na kutoridhishwa na utendaji wa serikali. Taarifa zinasema kuwa idadi kubwa ya askari wa akiba wamekataa kuripoti kazini na wanatafuta njia za kukimbia vita kutokana na muda mrefu wa kuhudumu jeshini, uchovu vitani na wasiwasi wa kiuchumi na kukosa mustakabali mzuri ni moja kati ya sababu ambazo zinawafanya wapiganaji hao kuamua kukimbia katika eneo la jeshi na kuona njia sahihi ni kuweza kuhakikisha wanajiokoa mapema, kutokana na kwamba kuna uwezekano mkubwa vikatokea vita vingine baina ya Israel pamoja na Iran, kutokana na kwamba tayari Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alishatoa tishio dhidi ya Iran na kwamba wakati wowote anaweza akafanya mashambulizi maeneo yoyote ndani kabisa mwa taifa hilo la Waajemi la Iran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.